Makuhani walifanya kazi ya kuwaunganisha wanadamu na miungu. Maana makuhani walikuwa wanakaa katikati ya miungu na nani? Na wanadamu. Sasa tunapoona huyu kuhani anayetiwa mafuta, maana yake jukumu lake kubwa ni kufanya watu wamfikie Mungu. Amen. Watu wamfikie Mungu. Haleluya. Watu wamfikie Mungu. Angalia, utaangalia kitabu cha Samueli wa kwanza 2:10. Samueli wa kwanza 2:10. Kwa hiyo tumeona kwamba huu msamiati umetumika kumrejelea kuhani mkuu katika kitabu cha Mambo ya Lawi. Lakini sasa katika rejea zingine ikiwemo Samueli wa kwanza 2:10, huu msamiati umetumika kuwaelezea wafalme waliopakwa mafuta. Kuelezea watu gani? Wafalme waliopakwa mafuta. Samueli wa kwanza 2:10. Samueli wa kwanza 2:10. Wafalme waliopakwa mafuta. Anasema Samueli wa kwanza 2:10. Okay? Anasema washindanao na Bwana watapondwa kabisa. Toka mbinguni yeye atawapigia radi. Bwana ataihukumu miisho ya dunia, naye atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya masihi wake. Atampa mfalme wake nguvu na kuitukuza pembe ya masihi wake. Neno masihi ni neno Kristo katika Agano Jipya. Amen. Tuko pamoja hapo Nataka mnifuatilie taratibu tuweze kuvielewa hivi vitu. Na ukiweza kuvielewa, maana yake ya mambo yatakuwa ni rahisi sana huko mbele. Tunaona huu ni wimbo wa Hana. Huyu ni Hana. Katika huu wimbo ambao umejaa maombi, ni wimbo wa kinabii juu ya ukombozi atakofanya Yesu. Ni wimbo wa kinabii juu ya ukombozi atakofanya Yesu. Sasa anapotoa huu nabii Hana, anazungumza kuhusu mfalme wa kimasihi atakayekuja duniani. Maana yake mfalme mtiwa mafuta atakayekuja duniani ambaye ni Yesu Kristo. Huyu ni mkombozi. Ndiye anayemzungumzia hapa. Na utapata muda wako utasoma kuanzia mstari wa kwanza mpaka huo wa 10 uweze kuona huu nabii juu ya ujio wa Yesu Kristo ambao Hana anautoa katika wimbo wake. Katika wimbo wake. Angalia Samueli wa kwanza 2:35. 2:35. Anasema, nami nitajiinulia kuhani mwaminifu atakayefanya sawasawa na mambo yote nilionayo katika moyo wangu na katika nia yangu, nami nitamjengea nyumba iliyo imara, naye atakwenda mbele ya masihi wangu milele. Atakwenda mbele ya masihi wangu milele. Masihi ni nani? Mtiwa mafuta. Tukija kwenye Agano Jipya tunazungumza kuhusu Kristo. Tunazungumza kuhusu Kristo. Na unaposoma kitabu cha Samueli wa kwanza na Samueli wa pili, utaona huu msamiati masihi umetumika zaidi kumwelezea mfalme. Umetumika zaidi kumwelezea mfalme. Angalia Zaburi 2:2. Zaburi 2:2. Zaburi sura ya 2 mstari wa 2. Zaburi 2:2. Anasema wafalme wa dunia, nikienda haraka niambie. Sawa, niko hapa kwa ajili ya kufundisha. Kwa hiyo nikienda haraka kuwa huru kunisimamisha nitarudi. Sawa? Kwa sababu ndipo kwa ajili ya kufundisha. Na lengo langu nataka uweze kuelewa. Zaburi 2:2 anasema wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi wake. Juu ya Bwana na juu ya masihi wake. Juu ya mpakwa mafuta wake. Na hii zaburi nayo ni zaburi ambayo inatoa unabii juu ya Yesu Kristo. Ndio maana huu mstari unapoenda kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume 4:25 na 26. Tutaifungua hiyo.
Matendo ya Mitume 4:25 na 26. Tunaona wanafunzi wa mitume walikuwa wakiomba. Walipokuwa wanaomba, wananukuu mstari. Hiyo inakuonyesha kwamba huu mstari ulikuwa haumzungumzi mtu yoyote isipokuwa Yesu Kristo. Isipokuwa Yesu Kristo. Angalia Matendo ya Mitume 4:25 na 26. Matendo ya Mitume 4:25 na 26. Matendo ya Mitume 4:25 na 26. Anasema, nitaanzia mstari wa 23 uweze kuelewa muktadha wake. Anasema, hata walipofunguliwa wakaenda kwa watu wao, wakawapasha habari ya mambo yote walioambiwa na wakuu wa makuhani na wazee. Nao waliposikia wakampazia Mungu sauti zao kwa moyo mmoja wakisema, Mola, wewe ndiwe Mungu, ndiwe uliyefanya mbingu na nchi na bahari na vitu vyote vilivyomo. Nawe ulinena kwa Roho Mtakatifu kwa kinywa cha baba yetu Daudi mtumishi wako. Hii 25 ni nukuu kutoka Zaburi 2. Anasema, mbona mataifa wamefanya ghasia na makabila wametafakari ubatili? Wafalme wa dunia wamejipanga na wakuu wamefanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya Kristo. Kule tumeona anasema juu ya Bwana nani? Juu ya Masihi wake, ama sasa juu ya Kristo wake. Kwa nini? Kwa sababu Kristo na Masihi tunazungumza kitu kimoja, na hii inakuonyesha kwamba Daudi katika kitabu cha Zaburi 2 alikuwa anazungumza kuhusu nani? Kuhusu Yesu. Amen. Kuhusu Yesu. Alikuwa anazungumza kuhusu Yesu. Alikuwa anazungumza kuhusu Yesu. Angalia Isaya 45:1. Na ukisoma kitabu cha Zaburi utaona huu msamiati Masihi unatumika sana. Lakini unapotumika ni unabii juu ya Yesu Kristo. Ni unabii juu ya Yesu Kristo. Maana yake unapomtazama Masihi, usimtazame Masihi nje ya Yesu. Unapomtazama mti wa mafuta, usimtazame mti wa mafuta nje ya Yesu. 45:1. Isaya 45:1. Isaya 45:1. Isaya 45:1 anasema, haya ndiyo Bwana amwambiayo Koreshi Masihi wake. Koreshi Masihi wake. Huyu Koreshi hakuwa mfalme wa Israeli. Hakuwa mfalme wa Israeli. Lakini Isaya anamwasilisha kama Masihi. Anamwasilisha kama nani? Kristo. Maana yake sema unaziona Masihi katika Agano la Kale, una uwezo wa kuchukua neno Kristo kwenye Agano Jipya ukaliweka pale. Maana yake Koreshi ni Masihi wa Bwana. Koreshi ni Kristo wa Bwana. Utaona nini anachokimaanisha. Anasema, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Hata malango hayatafungwa. Koreshi hakuwa mfalme wa Israeli. Lakini pamoja na kwamba sio mfalme wa Israeli, anawasilishwa kama mfalme wa kimasihi, kama mfalme aliyetiwa mafuta na Mungu. Kwa nini unatiwa mafuta? Kwa kazi maalum. Maana yake Koreshi alikuwa na kusudi maalum. Hilo kusudi la Koreshi ni lugha ya picha ya kusudi la Yesu Kristo. Ni lugha ya picha ya kusudi la Yesu Kristo. Tunapenda historia na mistari nina kama aya moja tu ya historia ya Koreshi. Koreshi alikuwa nani? Historia ya Biblia inamwonyesha kwamba Koreshi alikuwa ni mfalme wa Uajemi ambaye alitumika kama chombo cha Mungu cha kukomesha utumwa wa Babeli kwa wana wa Israeli au Wayahudi. Alikuwa ni mfalme wa Uajemi, lakini Mungu alimtumia kukomesha utumwa kwa nani? Kwa Wayahudi. Lakini pia
alimtumia kuwaruhusu Wayahudi warudi Yerusalemu na kujenga tena hekalu. Umeziona hizo kazi mbili? Kukomesha utumwa na kujenga hekalu. Huyu ni Masihi wa Bwana, ni Masihi wa Bwana. Na huu mwaka 538 kabla ya Kristo, ambao ulikuwa ndio mwaka wake wa kwanza wa ufalme wa Uajemi, Koreshi alitoa amri ya Wayahudi kurudi Yerusalemu ili kujenga tena nyumba ya Mungu. Wamechukuliwa utumwani na Nebukadneza. Koreshi anapokuja anatangaza kwamba Wayahudi warudi Yerusalemu, lakini warudi Yerusalemu wakamjengee Bwana nyumba. Angalia kitabu cha Ezra 1:1-4. Tutasoma historia yake, tutatoka hapa. Ezra 1:1-4. Ezra sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka 4. Umeona huyu Koreshi anasema, Ezra 1:1-4, kuhusu Koreshi ambaye ni Masihi wa Bwana, ambaye ni mpakwa wa mafuta wa Bwana, ni mtii wa mafuta wa Bwana, aliyetengwa kwa kazi maalum. Anasema, ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi. Tumefika hapo? Nataka tusome wote Ezra 1:1. Tumefika? Nikianza kusoma nataka wewe pia uwe unafuatilia. Tumefika Ezra 1:1-4. Anasema, ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa. Bwana akamwamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote, akaiandika pia akisema, Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu iliyoko Yuda. Basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake, Bwana Mungu wake na awe pamoja naye, na akwe mpaka Yerusalemu ulioko Yuda, akaijenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli, yeye ndiye Mungu, iliyoko Yerusalemu. Na mtu yeyote aliyesalia mahali popote akaapo hali ya ugeni, na asaidiwe na watu wa mahali pake kwa fedha na dhahabu na mali na wanyama, zaidi ya vitu vitolewavyo kwa hiari ya mtu, kwa ajili ya nyumba ya Mungu iliyoko Yerusalemu. Masihi wa Bwana Koreshi anafanya kazi mbili. Kwanza, anakomesha utumwa wa watu wa Mungu. Pili, anamjengea Mungu nyumba. Noti hizo kazi mbili, kwa sababu tutazitazama tunakoelekea. Kazi alizozifanya Koreshi ilikuwa ni mfano wa kazi atakayoifanya Yesu Kristo. Kazi aliyoifanya Koreshi ilikuwa ni mfano wa kazi atakayoifanya Yesu Kristo, yaani kuwatoa watu wa Mungu tumwani na kumjengea Mungu nyumba. Ndio maana anaitwa Masihi wa Bwana, kwa sababu Masihi anafanya kazi ya Mungu, anafanya kazi ya Mungu. Koreshi ni mfano wa mfalme wa kimasihi, kwa sababu mfalme wa kimasihi tunayemzungumza hapa, tutakuwa tunamzungumza Yesu Kristo, lakini Koreshi anakuwa ni lugha ya picha ya kile Yesu atakachokifanya. Yesu alifanya nini? Alikomesha utumwa wa dhambi na akafanya nini? Akamjengea Mungu nyumba, ambayo ni nani? Wewe hapo. Nyumba ya Mungu ni nani? Wewe ni nyumba ya Mungu. Kwa hiyo tunapomtazama Koreshi, hatutamtazama Koreshi kama mfalme wa Uajemi, tutamtazama Koreshi kama lugha ya kufundishia, kama mfano wa kazi ambayo mfalme wa kimasihi ajaye, tunamwita Kristo, ataifanya, yaani kukomesha utumwa na kumjengea Mungu nyumba. Katika siku 3 Yesu alimjengea Mungu nyumba, ambayo ni wewe. Kwa sababu Mungu hakai mahali pengine popote ila ndani ya wale waliomwamini Kristo. Haleluya. Hiyo ni kazi ya Kristo. Ndio maana tunamuita nani? Masihi, na tunaichukua historia yake katika maandishi ya Agano la Kale. Katika maandishi ya Agano la Kale. Kwa hiyo tunaona kwamba msamiati Masihi katika Agano la Kale umetumika katika watu ambao
walifanya kazi ambazo ni mfano wa kazi atakayoifanya Yesu. Maana yake ukitaka kumwelewa Kristo, Agano la Kale litakufafanulia vizuri zaidi kuhusu kazi ya Kristo kwa kutazama kazi walizokuwa wanafanya wale wote ambao walikuwa ni lugha ya picha ya Kristo, yaani mamasihi. Maanake utaitazama kazi ya kuhani mkuu, alikuwa anafanya nini. Ukiweza kuielewa kazi ya kuhani mkuu, utaelewa kazi ya Kristo. Ukiweza kuielewa kazi ya mfalme wa Israeli, utaweza kuielewa kazi ya Kristo, na utakuwa na ujasiri wa kuzungumza kama Mtume Paulo kwamba mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa. Kwa nini? Kwa sababu historia yake inatoka katika kazi ya wafalme na kazi ya makuhani Kwa tutaona huu msamiati pia umetumika katika matamshi ya kinabii kuhusu Yesu Kristo. Unapoona katika Agano la Kale unakutana na kitu na neno Masihi ajaye. Masihi ajaye atakuwa ni Yesu Kristo. Hakuna masihi mwingine nje ya Yesu Kristo. Mtiwa mafuta ajaye atakuwa ni Yesu Kristo. Kwa hiyo, kwa msingi huu, kazi atakazozifanya Yesu kama Masihi itakuwa ni ukuhani na nini? Na ufalme. Msamiati Kristo unatutoa katika ufahamu wa kumtazama Yesu pasipo kumjua na kwenda kumtazama Yesu kama mfalme na nani? Na kuhani. Mfalme na kuhani. Pamoja na kwamba waliokuwa wanapakwa mafuta kwenye maandishi ya Agano la Kale walikuwa ni wafalme na makuhani, lakini tunaona kuna tukio moja ambalo manabii pia walipakwa mafuta. Hili ni tukio la Elia na Elisha katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza 19:16. Hatutalisoma, lakini tunaona Elisha anatiwa mafuta, na hii itatuongezea idadi ya makundi ya watiwa mafuta katika Agano la Kale kuwa matatu. Tulizungumza kuhusu makundi mawili, mfalme na kuhani, lakini tunaona kundi la nabii linaongezeka. Lakini nabii ni mara chache. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo ni mfalme na kuhani zaidi kuliko nabii. Tutaitazama hilo. Yesu Kristo kazi yake ni kuwa mfalme na kuhani zaidi kuliko kuwa nani? Kuwa nabii. Amen. Yesu Kristo sio nabii. Ingawa katika maandishi ya Agano la Kale kuna mahali yamemtambulisha kama nani? Kama nabii ajaye. Tutatazama kwa nini. Haleluya. Tutatazama kwa nini. Lakini tutaona kwamba hizi ofisi tatu, wafalme, makuhani na manabii, watakuwa wanazungumza kitu kuhusu Kristo. Na hicho ndio kitu ambacho katika siku yetu nzima ya leo tutakuwa tukijadili. Katika Agano Jipya, ingawa msamiati Masihi ni msamiati wa Agano la Kale, lakini umetumika katika hiki ni kitabu cha Yohana, na umetumika katika mistari miwili tu. Tutaisoma Yohana 1:41. Yohana 1:41. Msichoke kuandika mistari mingi. Kwa nini? Kwa sababu ukuaji wa kiroho unakuja kwa kuwa na ufahamu wa nini? Wa maandiko. Sawa? Kwa usichoke kusifungua Biblia wala usichoke kuandika mistari mingi, kwa sababu tutaandika mistari mingi. Kwa nini? Kwa sababu ili tuweze kutetea tunachokihubiri ni lazima tuwe na msingi wa maandiko. Tunaposema kwamba Yesu Kristo sio nabii, katika kundi la watu wanaosema Yesu ni mojawapo wa manabii, ni lazima uwe na ufahamu wa Biblia inazungumza nini kuhusu nabii wa Yesu Kristo. Tunaposema Yesu Kristo ni kuhani, ni lazima uwe na ufahamu wa maandishi ya Biblia yanazungumza nini kuhusu Yesu Kristo kuwa mfalme. Ndio maana tutasoma mistari mingi ya Biblia. Hii inatusaidia kuwa imara katika fundisho, kwa sababu moja wapo ya kazi yetu kama waamini, na ninaamini kwamba hayo ndio yatakuwa ni moja wapo ya matokeo tutakayopata katika kambi la Pasaka, kwamba tutakuwa na watu wenye ujasiri wa kuitetea imani. Yes.
tutakuwa na ujasiri wa watu wa kuitetea imani katikati ya mkanganyiko wa kila aina. Tutakuwa tuna watu ambao wana ujasiri wa kusema Kristo peke yake bila kitu kingine cha ziada. Tunahitaji hao watu wanaosema kwamba Kristo peke yake pasipo mafuta ya upako, Kristo peke yake pasipo chumvi ya upako, Kristo peke yake pasipo udongo. Kwa nini? Kwa sababu wamefundishwa fahamu zao, wanajua maandishi ya Biblia yanasema nini kuhusu Kristo. Haleluya! Hawa ni watetezi wa imani, wanajengwa kwa fundisho. Ndio unapaswa uwe makini katika hiki ninachokufundisha. Haleluya! Fungua kitabu cha Yohana 1:41. Yohana 1:41. Yohana 1:41. Anasema, Yohana 1:41, nimesema msamiati Masihi ni msamiati wa Agano la Kale, lakini usishangae katika maandishi ya Agano Jipya kwa ukuta. Katika Yohana 1:41 anasema, huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe, akamwambia tumemwona nani? Maana yake nini? Yes. Masihi na Kristo tunamzungumzia mtu. Yohana 4:25. Yohana 4:25. Yohana 4:25. Sema, yule mwanamke akamwambia, najua ya kuwa yuaja Masihi. Aitwaye nani? Naye atakapokuja yeye atatufunulia mambo yote. Kwa hiyo msamiati Masihi na msamiati Kristo yote ina maana moja. Moja ukiwa ni msamiati wa Agano la Kale na mwingine msamiati wa Agano Jipya. Kwa hiyo unaposoma maandishi ya Agano la Kale unakutana na Masihi. Usiishie pale. Jua kwamba ile Masihi kwenye Agano la Kale ni ishara, ni alama inayokuelekeza. Neno Masihi na neno Kristo yana maana moja. Utakaposoma maandishi ya Agano la Kale unakutana na Masihi. Unapokaa pale, soma kinachozungumzwa pale, kitafakari, utaona kinazungumzia kazi ya Yesu Kristo. Ingawa pale itakuwa inazungumzia kuhusu mtu anaitwa Koreshi, lakini utakaposoma kazi za Koreshi unasema no, huyu sio Koreshi, huyu ni Kristo Yesu. Ni Kristo Yesu. Utaweza kuzungumzia kuhani mkuu kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Lakini ukisoma hii kazi ya upatanisho wa mwanadamu na Mungu na kazi ya kutoa sadaka ya dhambi, hii ni kazi ya Kristo Yesu. Ni kazi ya Kristo Yesu. Msamiati Kristo. Msamiati Kristo. Huu ni msamiati wa Kiunani Christos, ambao pia una maana ile mti wa mafuta. Kristo, mti wa mafuta. Na neno Kristo limetokana na neno lingine lenye maana ya kupaka au kutiwa mafuta. Na huu msamiati unapotumika, umetumika kwa upekee kuelezea kumtenga Yesu kwa ajili ya ofisi ya kimasihi. Unapoona katika Agano Jipya, huu msamiati umetumika kwa ajili ya kumtenga Yesu kwa ajili ya ofisi ya kimasihi. Ofisi ya kimasihi. Na hii ofisi ya kimasihi maana yake inampa nguvu na uwezo unaohitajika kwa ajili ya utawala wake. Inampa nguvu na uwezo unaohitajika kwa ajili ya utawala. Kwa hiyo unapoona wafalme kwenye Agano la Kale wanatiwa mafuta. Wanatiwa mafuta. Kiona lile unaona Yesu. Sawa? Akitengwa kwa ajili ya kazi ya ufalme na kazi ya ukuhani. Na kazi ya ukuhani. Kazi ya ufalme na kazi ya ukuhani.
Kwa sababu msamiati Kristo ni msamiati wa Agano la Kale, maana yake katika Agano Jipya pia hautakuwa na maana nyingine yoyote nje ile ambayo mwandishi wa Agano la Kale alimaanisha. Sawa? Tumeona kwa upekee kabisa likihusisha kutenga mtu kwa ajili ya kufanya kazi maalum ya ukuhani na ufalme. Na kwa sababu kazi za mtio wa mafuta inakuwa ni ufalme na ukuhani, maana yake hizi ofisi mbili tutazitazama kama ofisi za Yesu. Nimezungumza kuhusu ofisi ya kinabii, nitatoa mkanganyiko wako kwenye ofisi ya kinabii, lakini lazima umtazame Yesu kama mfalme zaidi na kama nani? Kama kuhani. Maandishi ya Agano la Kale kuna mahali yanasema Yesu ni nabii. Ndio maana dini ambazo zinatumia maandishi ya Musa watakuja kukwambia Yesu ni mojawapo ya, lakini Yesu sio mojawapo ya manabii. Nitakwambia kwa nini Yesu sio mojawapo ya manabii. Nitakueleza ni kwa nini. Kristo sio jina. Kristo ni ofisi. Kristo ni majukumu. Kristo sio ubini wa Yesu. Mimi naitwa Robert Moisaka. Kwa hiyo Yesu anapoitwa Yesu Kristo haina maana ya kwamba Yesu baba yake ni Kristo. No. Kristo ni ofisi. Kristo ni kazi. Kristo ni majukumu. Kwa hiyo tunaposema mtu akiwa ndani ya Kristo, maana yake huyu mtu yupo ndani ya ofisi ya Yesu. Yesu amefanya nini? Anafanya nini kwenye ofisi ya ukuhani? Yesu anafanya nini katika ofisi ya ufalme? Hiyo itamtafsiri mwamini. Itamtafsiri mwamini. Itamtafsiri mwamini. Na huu msamiati Kristo umetumika mara 569 katika Biblia ya Kiyunani ya Agano Jipya. Mara 569. Ambapo umetumika mara 58 kwenye vitabu vya Injili. Msamiati Kristo mara 58 kwenye vitabu vya Injili. Maana yake Mathayo mpaka Yohana ukienda kutazama umetumika mara 58. Mara 31 umetumika katika kitabu cha Matendo ya Mitume. Pia umetumika mara 480 katika nyaraka za mitume, yaani Warumi mpaka Ufunuo. Na katika hizo mara 480 huu msamiati umetumika mara 406 katika nyaraka za Mtume Paulo, yaani Warumi mpaka Filemoni. Na nyaraka zingine, yaani Waebrania mpaka Ufunuo wa Yohana, wameutumia mara 74. Na hizi data ninazokupa zinatoa maana kubwa katika msomaji wa Biblia. Maana hiyo ni ipi? Kwamba mwalimu atakayetupa taarifa nyingi sana kuhusu ofisi ya Yesu kama kuhani na mfalme atakuwa ni Mtume Paulo. Kwa nini? Ameutumia mara nyingi sana. Maana yake katika maandishi ya Paulo tutaweza kuiona kwa uwazi kazi ya Yesu Kristo kama kuhani na nani? Na mfalme. Lakini pia tukitaka kumwelewa Yesu katika ofisi ya Kristo, ni lazima tuweke umakini katika nyaraka za mitume. Katika nyaraka za mitume, Warumi mpaka Ufunuo, kuliko vitabu vya Injili na kitabu cha Matendo ya Mitume. Huko hakuna taarifa za kutosha. Na maanisha nini? Majukumu ya Yesu kama Kristo yapo zaidi katika huduma yake baada ya kufufuka. Unaelewa? Tunaposoma vitabu vya Injili, Mathayo, Marko, Luka, Yohana, pamoja na kitabu cha Matendo ya Mitume, vitabu vya Injili hivi vinne vitazungumza zaidi huduma ya Yesu katika mwili. Kama vitazungumza huduma ya Yesu katika mwili, bado hatuioni ofisi ya ukuhani na ufalme kidhihirika. Kwa nini? Kwa sababu ukuhani na ufalme aliyoupokea Yesu Kristo ni baada ya kufufuka kutoka kwa wafu. Ndio maana nyaraka za mitume zitatuambia, kwa sababu nyaraka za mitume zinatoa taarifa zaidi ya huduma ya Yesu Kristo baada ya kufufuka kutoka kwa wafu. Amen. Kwa hiyo vitabu vya nyaraka za mitume vitatuambia zaidi huduma ya Yesu Kristo katika eneo la hizo ofisi mbili, ukuhani na ufalme. Angalia Mathayo 1:1.
Mathayo 1:1. Mathayo 1:1. Mathayo 1:1 anasema kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Ibrahimu. Maana yake Yesu, jina Yesu ni jina la kawaida katika jamii ya Wayahudi. Yesu na Yoshua ni jina moja. Sawa? Yesu na Yoshua ni jina moja. Lakini kinachomtofautisha Yesu huyu tunayemzungumza ni kwa sababu ametiwa mafuta. Ndio maana anaitwa Yesu Kristo. Yesu wako wengi lakini Kristo ni mmoja. Huyu ndiye kuhani na huyu ndiye mfalme. Huyu ndiye kuhani na huyu ndiye mfalme. Kwa hiyo habari zote kuhusu Kristo katika Agano Jipya zitakuwa kuhusu Yesu. Katika Agano Jipya. Katika Agano la Kale utaona watu tofauti tofauti ni Makristo, mamasihi. Lakini Agano Jipya tutasitiki kwa Yesu. Kwa sababu huyo ndio Kristo. Kile ambacho Agano la Kale ilizungumza sasa kimetimilika katika mtu ambaye ni Yesu Kristo. Kutoka pale hatutamtazama mtu mmoja mmoja kama Masihi, tutamtazama mtu mmoja ambaye ni Yesu Kristo. Na huyu ndiye kuhani na huyu ndiye mfalme wetu. Kwa hiyo uwepo wa huduma ya kikuhani katika Agano la Kale na kwa upekee kuhani mkuu ilikuwa ni lugha ya picha kuwasilisha kazi atakayoifanya Yesu katika kufanya upatanisho wa dhambi. Maana tutaichukua huduma ya kuhani mkuu katika Agano la Kale zote anazozifanya kwenye kitabu cha Mambo ya Walawi. Tukija kwenye Agano Jipya tunamtazama Yesu na kazi aliyofanya ya kupatanisha dhambi. Basi tunaishia hapa. Lakini pia uwepo wa wafalme katika taifa la Israeli ilikuwa ni lugha ya picha ya kuwasilisha kazi ya Yesu kama Mwokozi. Uwepo wa wafalme wote unaowajua wa Israeli wote, ilikuwa ni lugha ya picha ya mfalme atakayekuja ambaye ni Mwokozi. Kwa nini? Kwa sababu kazi ya wafalme wa Israeli, na muamini Mungu, kuna siku tutapata muda tutazungumza haya, lakini kazi kubwa na kazi ya kipekee ya mfalme yoyote wa Israeli ilikuwa ni kuokoa. Ndio maana matukio yote ya wafalme yalikuwa yanahusisha vita na kuokoa wana wa Mungu, watoto wa Mungu kwenye vita. Kwa nini? Ile ni lugha ya picha ya nini? Ya kazi atakayoifanya Yesu ya kuokoa. Yesu kama Mwokozi. Tunapomtazama Yesu kama Mwokozi, tunamtazama kama mfalme anayeokoa. Mfalme anafanya nini? Anayeokoa. Kwa hiyo wafalme wote wa Israeli watakuwa ni lugha ya picha juu ya kazi atakayoifanya Yesu ya kuokoa. Makuhani wote watakuwa ni lugha ya picha ya kazi atakayoifanya Yesu, ambayo ni kufanya upatanisho wa dhambi na kutoa sadaka ya dhambi. Kufanya upatanisho wa dhambi na kutoa sadaka ya dhambi. Kwa hiyo mtu ndani ya Kristo, ikae katika ufahamu wako hii, ni mtu katika kazi ya Kristo kama kuhani mkuu na kama mfalme. Aliye matokeo wa hizi kazi mbili, huyu ni kiumbe kipya. Hajawahi kuwepo duniani. Sema mimi ni kiumbe kipya. Sijawahi kuwepo duniani. Kwa nini? Wewe ni matokeo ya kazi aliyoifanya Yesu kama Kristo, ambayo ni nini? Ukuhani wake na ufalme. Kazi yake kama mfalme, anaokoa. Na neno kuokoa katika Biblia haliishii tu kwenda kumwokoa mtu kutoka kwa adui, lakini pia linaenda mbali zaidi kuhakikisha huyu mtu anakuwa salama, kuhakikisha huyu mtu analindwa, kuhakikisha huyu mtu anatunzwa, hachukuliwi tena na adui. Hii ndio sababu wokovu wetu ni wa milele. Na mfalme wa Israeli alikuwa na jukumu la kuhakikisha Israeli inakuwa salama. Ndicho Yesu anachokifanya katika ufalme wake. Anahakikisha tuko salama, anahakikisha wokovu tulionao haupotei, wokovu tulionao unadumu hata milele. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo baada ya Yesu kufufuka, kazi ya mitume wa Yesu
ilikuwa ni kuwathibitishia watu kwamba Yesu ndiye Kristo. Ukianza kusoma kitabu cha Matendo ya Mitume, ukatazama huduma za wale mitume, ilikuwa ni kuthibitisha nini? Yesu ndiye Kristo. Yesu ndiye Kristo. Maanake Yesu ndiye Masihi ambaye maandishi ya Agano la Kale yalizungumza. Kwa nini? Kwa sababu anazungumza na jamii ya Kiyahudi inafahamu kuhusu Masihi. Kwa hiyo hawa mitume 12 wa Yesu pamoja na mtume Paulo, baada ya Yesu kupaa kwenda mbinguni, waliendelea na kazi ya kuthibitisha kwamba Yesu ndiye Kristo, kazi ambayo Yesu mwenyewe alianza. Kwa nini? Yesu mwenyewe alianza kusema ndiye Kristo, lakini ameondoka, mitume wake wana kazi ya kuthibitisha kwamba Yesu ndiye. Sisi tuna kazi gani? Kuthibitisha kwamba Yesu ndiye. Hiyo ni kazi endelevu, kwamba katika yeye watu wanaokolewa, kwamba katika yeye watu wanapatanishwa na Mungu, kwamba katika yeye dhambi inaondolewa. Hiyo ndio kazi yetu, na hiyo ndio kazi ya mhubiri wa Injili. Haleluya, haleluya. Angalia Luka 24:25 mpaka 27. Luka 24:25 mpaka 27. Yesu alianza kuthibitisha kwamba yeye ndiye Kristo, na Yesu hajawahi kataa. Mahali popote Yesu alipoulizwa athibitishe kwamba yeye ndiye Kristo, yeye ndiye Masihi, alisema ndiye, hakukataa. Luka 24:25 mpaka 27. Luka 24:25 mpaka 27. Ukiwa na maswali, liweke swali lako, liandike. Tutapata muda wa kujibu maswali yako. Amen. Luka 24:25. Anasema, hapa ni baada ya Yesu kufufuka. Anasema, akawaambia, enyi msiofahamu, wenye mioyo mizito ya kuamini yote walioyasema manabii. Je, haikumpasa Kristo kupata mateso haya na kuingia katika utukufu wake? Akaanza kutoka Musa na manabii wote, akawaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye, kwamba yeye ni nani? Ni Kristo. Kwamba Musa na manabii waliandika kuhusu nani? Yes. Waliandika kuhusu Kristo. Waliandika kuhusu mtu ambaye anafanya kazi ya kuhani na kazi ya nani? Ya mfalme. Angalia mstari wa 44. Luka 24:44. Luka 24:44. Anasema, kisha akawaambia, haya ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja naye, ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Akawaambia, ndivyo ilivyoandikwa kwamba nani? Kristo atateswa na kufufuka siku ya tatu. Hili kambi la Pasaka. Kwa discussion yote ni nani? Kristo. Discussion yetu ni Masihi. Na Yesu ana summarize maandishi ya Musa na manabii kwamba alizungumza kuhusu nani? Mpakwa mafuta mmoja. Na hii inanipa ujasiri wa kusema kwamba tunapofungua Biblia yetu hii, tunaweza kutambua kwamba hiki ni kitabu kuhusu mtiwa mafuta mmoja. Mtiwa mafuta mmoja ambaye anakaa katika ofisi ya kuhani na nani? Na mfalme. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya hapo Yesu akasema yeye ni Kristo. Maana yake hata wanafunzi wake alipokuwa akiwafundisha katika zile siku 40 alizokuwepo duniani baada ya kufufuka, alikuwa anawathibitishia nini? Mimi ndiye Kristo. Na atakapoondoka jukumu alilonalo ni kuthibitisha kwamba yule ndiye Kristo. Matendo ya Mitume 2:29 mpaka 38. Kazi ya mitume ilikuwa ni kuthibitisha kwamba Yesu ndiye Kristo. Kazi ya mitume ilikuwa ni kuthibitisha kwamba Yesu ndiye Kristo. Matendo ya Mitume 2:29 mpaka 38.
Matendo ya Mitume sura ya 2, 29 mpaka 38. Anasema 29. Anasema, waume ndugu zangu, mniwie radhi. Huyu ni Petro. Sawa? Huyu ni mtume Petro. Anahubiri. Anapohubiri, sikiza hotuba yake, ina maneno anayozungumza. Anasema, waume ndugu zangu, mniwie radhi niseme kwa ujasiri mbele yenu habari za baba yetu mkuu Daudi, ya kuwa alifariki akazikwa, na kaburi lake liko kwetu hata leo. Basi kwa kuwa ni nabii, akijua ya kuwa Mungu amemwapia kwa kiapo ya kwamba katika uzao wa viuno vyake atamketisha mmoja katika kiti cha enzi. Daudi anajua kwamba katika uzao wa viuno vyake Mungu atamketisha mmoja katika kiti cha enzi. Anasema atamketisha mmoja. Lakini mstari wa 30, tafsiri ya Kiswahili inasema hivyo na imeishia hapo. Nilionayo hapa. Lakini katika tafsiri ya Kiingereza, hii ni King James Version, nitaisoma na nitaifafanua. Anasema he would raise up Christ to sit on his throne. Atamwinua Kristo, atamfufua Kristo akae katika nini? Kiti chake. Maana yake Daudi alijua atakayekuja kukaa kwenye kiti chake cha enzi ni nani? Ni Kristo. Maana yake unapoenda kusoma katika habari za Daudi na anaambiwa ufalme wake hautakuwa na mwisho. Maana yake azungumzi kuhusu nani? Anazungumza kuhusu nani? Yule mmoja atakayekuja ambaye ni Kristo. Sasa Mtume Petro anapolifafanua hili, anawarudisha kwenye maandishi ya Daudi kwamba hiki ndicho alichokisema kwamba Kristo ndiye mfalme ambaye ufalme wake unadumu, hauna kikomo. Angalia mstari wa 31. Yeye mwenyewe akitangulia kuyaona haya, alitaja habari za kufufuka kwake Kristo, ya kwamba roho yake haikuachwa kuzimu, wala mwili wake haukuwa na uharibifu. Yesu huyo Mungu alimfufua, na sisi sote tu mashahidi wake. Basi yeye akiisha kupandishwa hata mkono wa kuume wa Mungu na kupokea kwa Baba ile ahadi ya Roho Mtakatifu, amekimwaga kitu hiki mnachokiona sasa na kukisikia, karama ya Roho. Watu wanashangaa siku ya Pentekoste, watu wakisema kwa lugha. Sasa Petro anapotetea lile tukio, anazungumza habari za nani? Za Kristo, kwa sababu Kristo ndiyo anayewezesha hili. Hawa ni viumbe vipya. Mkitaka kumtafsiri mtu anayenena kwa lugha kwa kutumia mwili, hauwezi kumwelewa. Kwa nini? Huyu ni mtu mpya, hajawahi kuwepo, ndio maana ana lugha yake. Haleluya. Na Petro anatetea hicho. Anaenda kusema, maana Daudi hakupanda mbinguni, bali yeye mwenyewe anasema, Bwana alimwambia Bwana wangu, keti upande wa mkono wangu wa kuume, hata nitakapowaweka adui zako chini ya miguu yako. Umeona mstari kwenye Zaburi? Umeona mstari? Tunasoma Biblia. Mstari uko kwenye kitabu cha Zaburi. Lakini utazama kwenye kitabu cha Zaburi utahisi anazungumza nani? Daudi, sio? Lakini Petro anapofafanua anasema alikuwa anazungumziwa nani? Kristo. Kristo ambaye ni Yesu. Anaendelea kusema, basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu huyo mliyemsulubisha kwa nani? Yes, Bwana na Kristo. Kwa hiyo huyo ndiye mfalme na huyo ndiye kuhani. Maana yake kupitia yeye watu wanaokolewa, kupitia yeye dhambi za watu zinaondolewa. Dhambi za watu zinaondolewa. 37. Walipoyasikia haya, wakachoma mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Maanake anayewezesha ondoleo la dhambi ni Kristo. Nje ya Kristo hakuna ondoleo la dhambi. Nje ya Kristo hakuna ondoleo la dhambi. Haleluya. Haleluya. Matendo ya Mitume 3:17. Matendo ya Mitume 3:17 mpaka 20. Anasema, basi sasa
Ndugu, najua ya kuwa mliyatenda haya kwa kutokujua kwenu, kama na wakuu wenu walivyotenda. Lakini mambo yale aliyohubiri Mungu tangu zamani kwa kinywa cha manabii wake wote, ya kwamba nani? Kristo wake atateswa. Yes. Maanake maandishi ya manabii yanazungumza kuhusu nani? Kristo. Kuhusu Kristo. Kristo wake atateswa. Sura 19. Ndugu, basi mrejee ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kurudishwa kwa kuwako kwake Bwana, apate kumtuma Kristo Yesu mliyewekewa tangu zamani. Mrejee, dhambi zenu zipate kufanya nini? Kufutwa. Hiyo ndio kazi ya Kristo kama kuhani, kufuta dhambi. Kufuta dhambi. Usipolielewa hili, utajitafsiri katika mwili. Utasema una mapatilizo ya nini? Ya dhambi. Baba yangu alifanya hivi ndio maana ninalo. Mama yangu alifanya hivi ndio maana niko. Kwa sababu nimefanya hivi watoto wangu watapata na. Huyo ni mtu anajitafsiri katika jinsi ya mwili. Hajamjua Kristo. Yesu ndiye Kristo. Yesu ndiye Kristo. Angalia kitabu cha Matendo ya Mitume 9:22. Matendo ya Mitume 9:22. Anasema Sauli akazidi kuwa hodari, akawatia fadhaa Wayahudi waliokaa Dameski, akilithibitisha ya kuwa huyu ndiye Kristo. Kazi ya mitume wa Yesu ilikuwa kumthibitisha Yesu kama Kristo. Angalia Matendo ya Mitume 17.